Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeshindwa kuwasikiliza mashahidi 15 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu baada ya upande wa Jamhuri kufungua maombi mengine katika mahakama hiyo. Kesi hiyo iliitishwa leo kwa ajili ya kusikilizwa kwa ushahidi mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mwini ambaye ameahirisha kesi hiyo hadi hapo Juni 16 ya mwaka 2025 kwa ajili ya kusikilizwa. Katika uamuzi wake amesema kwamba kwa mtazamo wake vipo vifungu vinavyomruhusu kuahirisha kesi, pia ni busara zinamuelekeza hivyo kama kuna maombi mengine yanaendelea katika mahakama hiyo basi anaahirisha kesi hiyo hadi Juni 16 ya mwaka 2025. Awali wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga alisema shauri hilo limeitishwa kwa ajili ya kusikilizwa, lakini wamefungua maombi mengine mahakamani hapo nambari 13198 ya mwaka 2025 juu ya kuomba kinga kwa baadhi ya mashahidi wao, hivyo wanaomba ahirisho. Katika nukuu yake amesema shauri limekuja mbele yako kwa ajili ya kusikilizwa, mshtakiwa yupo, ila upande wa Jamhuri kupitia kifungo cha 188 mabano kidogo cha kwanza cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai wameleta maombi hayo. Hata hivyo hoja za wakili Nasoro Katuga zilipingwa vikali na upande wa jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki, wakisema hawadhani kama Jamhuri ina nia ya kuendelea na kesi hiyo kwa sababu wameleta maombi aliyakuwa si kwa mashahidi wote 15, hivyo mashahidi ambao hawajaombewa kinga basi wanaweza kuendelea kutoa ushahidi wao katika kesi hiyo. Ikumbukwe katika historia ya kimahakama nchini Tanzania, hii ndio kesi ya kwanza kuendeshwa mubashara, kwa maana live na watu kujionea kupitia vyombo mbalimbali kiwemo vya habari lakini mitandao ya kijamii. Mimi natumika Daba na hizi ni ripoti kutokea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Leo tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam hapa katika eneo la Kisutu ilikaa kusikiliza kesi la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye anashtakiwa kwa kosa la uhaini, na hapa hii ni mahakama ya mpito tu kwa sababu haina mamlaka ya kusikiliza kesi. Kesi hii inatakiwa isikilizwe na mahakama kuu. Kwa hiyo hapa ni katika ule uchunguzi wa awali. Leo siku imefika, ilikuwa ni katika kesi la kosa la pili zamani, katika kesi inayohusiana na kuchapisha uchapishaji wa taarifa za uongo katika mitandao. Sasa mahakama hii ndio ambayo ina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Sasa katika kesi hii leo baada ya kesi kuanza, tukitegemea kwamba tunaanza kupokea ushahidi kutoka upande wa mashtaka. Upande wa mawakili wa upande wa mashtaka walisimama na kusema kwamba kuna maombi madogo ambayo wamewasilisha katika mahakama hii, ni maombi ya upande mmoja ambayo yanatakiwa kusikilizwa wa mwombaji na mbele ya mahakama bila upande wa pili kuwepo, yani upande wa mshtakiwa kuwepo. Maombi hayo naomba kwamba majina ya mashahidi na nyaraka ambazo nataka kuzitumia zifanye kwa uficho au kwa faraga kwa usiri, kwamba bila upande wa mshtakiwa kuweza kufahamu mashahidi hao ni akina nani na nyaraka hizo ni zipi. Na kwa maana hiyo ni kwamba kuna hayo maombi yameshawasilishwa hapa mahakamani, namba ya kesi ilitajwa, lakini si upande wa utetezi hatujapewa hizo nyaraka za maombi hayo. Kwa hiyo tulichosimama ilikuwa ni kwamba hii inakiuka msingi mzima wa haki ya mtu kusikilizwa. Anayeshtakiwa na haki ya kuweza kumjua yule ambaye anamshtaki na kuweza kuwajua wale mashahidi na kuweza kuwahoji ili mwisho wa siku haki itendeke. Lakini kuna hicho kifungu cha 188 katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kinaruhusu upande wa Jamhuri kuweza kuwasilisha maombi hayo. Sasa tulikuwa tunawasilisha kwamba kutokana kwamba haki za mteja wetu kuwa hatarini, ni vyema hicho kifungu ikapelekwa mahakama hii ikakipeleka ikaona kwamba kuna hoja ya ukatiba au kuna swala la katiba ambalo linatakiwa lipate tafsiri ya mahakama kuu ambayo ni mahakama ya katiba hapa nchini. Sasa baada ya kutusikiliza, hakimu Mwini ameamua kwamba yeye anakubaliana na upande wa serikali kuomba kuahirishwa kusikilizwa kwa kesi hii ili yale maombi madogo ambayo yamewasilisha mahakamani yasikilizwe, na baada ya hapo sasa tukutane tarehe 16 ya mwezi wa 6 ili kesi iweze kuendelea kusikilizwa. Sasa kama yale maombi madogo yatakuwa yamekubaliwa, maana yake ni kwamba mashahidi wa upande wa Jamhuri
watatokea mahakamani bila kuonekana. Yaani tutajua ni nani, pengine unaweza kutajua tu nani, kwamba kuna shahidi unasikia sauti yake inakuja, jina lake hatujui, sura yake hatuijui, hata nyaraka ambazo anazitegemea huenda hatuzijui. Sasa sisi kama mawakili wa utetezi bado tunatakiwa kukaa na kuangalia hatua gani tufanye kutokana na mazingira hayo, au kwamba ni kipindi hiki kabla ya siku hiyo au siku hiyo ambako kesi itakuwa imeitwa kusikilizwa. Kwa hiyo nadhani kuna hoja nyingi sana za kikatiba na hoja za usalama au haki za mteja wetu ambazo nafikiri kwamba ziko hatarini, na siku hiyo basi tutaweza kuiambia mahakama ni kitu gani tumefanya au kitu gani tunataka tufanye, na vinginevyo kama tukikubali kuendelea basi tuendelea katika mazingira hayo, kwamba hatuna maana serikali inasema wana mashahidi 15. Sasa leo maana yake inaelekea wote 15 watafichwa. Sasa tutaweza kujua hatari ambayo itajitokeza. Sisi tunaona kwamba kuna shida ya katiba ya hicho kifungu, lakini mwisho wa siku yote yatafahamika kama tutakwenda mahakama kuu kuweza kupata tafsiri, au kama tutaendelea na mfumo huu tutaamua baadaye. Kwa hiyo kwa leo siwezi kusema kwamba itakuwa ni mapema sana, kwa sababu kama jopo la mawakili wa utetezi ambao tuko 30 hatujakaa kuweza kutoa msimamo wa pamoja. Asante.